walikuwa ni Adamu na Hawa, lakini wao wakaporwa, wakapokwa kabisa nyuma ya ulimwengu ufahamu, kukosa kulinda, kutunza ile bustani kwa maana ya jimbo lao. Wao wakanyang'anywa na wakuishia pale, tulisoma pale, wakatupwa, wakaondolewa kwenye ule utawala, kwenye ile jimbo. Kwa maisha yalikuwa ni magumu sana, mpaka Mungu alipoanza kusema na Ibrahim. Na mara baada ya Ibrahim kutolewa kwenye familia ngumu, familia mateso, Mungu akaona hapana, huyo Ibrahim nataka niishi naye vizuri sana. Kwa kiasi sina shida, kwa sababu ametii pale nilipomwambia atoke nyumbani kwa wazazi wake, atoke nyumbani kwa jamaa zake. Ibrahim akatii, na alipotii pia nilimpa ahadi kwamba yoyote atakaye kubariki wewe na yeye atakuwa amebarikiwa, lakini yoyote atakayekulaani wewe pia na yeye atakuwa amelaaniwa. Kwa hiyo Ibrahim aliishi kwenye kanuni hizo za baraka, kwamba nimekubali na nimetii, na mimi ni mnyenyekevu kwa Mungu, tena sitaweza tena kuishi kwenye mambo ambayo ya kuweza kutishiwa au pengine kufadhaishwa ovyo. Kwa hiyo Ibrahim alimtumainia Mungu aliyemuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaeleza kwa upana historia kubwa kabisa kwamba Ibrahim baada ya hapo akamzaa mtoto anaitwa Isaka, ambaye alikuwa ni mtoto wa agano. Mungu alimwambia nitakufanya kwenye ahadi, kwenye ile Mwanzo 12 ule mstari wa kwanza na wa 4, akasema alitupa na ahadi pale. Mungu aliachilia ya kwamba nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Kwa hiyo Ibrahim alipatana na baraka kwenye maisha yake, akamzaa Isaka, na Isaka na yeye akamzaa mtu anaitwa Esau na Yakobo. Na tukaangalia sasa, wakati unabii ushatimia kabisa, ushaelezwa, ushasemwa, yani neno la kinabii kwamba lishasemwa na Mungu mwenyewe kwamba hakika yake uzao wako utakuwa utumwani. Mwanzo sura ya 15 ule mstari wa 13 na 14. Lakini ule mstari wa 14 Mungu anaeleza muda wa kile kizazi cha Ibrahim kitakachoweza kukaa utumwani. Akamwambia kizazi chako, uzao wako utakuwa utumwani kwa muda wa miaka 400, na watarudi wakiwa na mali nyingi sana. Hawatarudi tena wakiwa kama watumwa, hawatarudi wakiwa kama watu walioonewa, bali watarudi wakiwa na nini? Na mali nyingi sana. Mungu anajua, yani nikasema Mungu anajua, anaona, ametufahamu sisi maisha yetu tangia mianzo kabla ya kuwepo kwenye hii dunia, na ameona miisho yetu kwa maana ya hatima zetu. Anajua kwamba utapita wapi. Wakati mwingine nikasema mtu anajikuta anapita kwenye magumu, anaanza kulaani, anaanza kulalamika, anaanza pia kufika mahali anakasirika, mpaka anafika mahali pa kuweza kuchukua kamba, kutaka kujionyonga au kuchukua madawa kunywa. Lakini kumbe Mungu ana makusudi, anaweza kukuruhusu upite kwenye nyakati ngumu. Kwenye zile nyakati ngumu kuna unabii wewe kutoka na kwenda kwenye hatima yako. Nisaidie kusema amina nguvu. Kwa hiyo nikasema kwamba ni muhimu sana kujitunza. Hajalishi magumu unayopitia, hajalishi mabaya unayopitia. Wakati mwingine Mungu anaturuhusu tupite kwenye magumu, tupite kwenye haya mabaya, ili mwisho wa siku apate utukufu yeye. Unapokosa kuvumilia, unapokosa kudumu kwenye ile eneo hilo unalopitia, biashara pengine haiendi, pengine maisha ni magumu, kijana unajaribu hili, unajaribu lile, mambo yaendi, kumbe Mungu amekusudia maisha yako, yeye Mungu ameyaona. Na sehemu nyingine anasema, tazama nimekuchora kwenye kiganja cha mkono wangu, mimi nimekuona, nitakuhifadhi, mimi sitakuacha wala sitakupungukia. Kwa hiyo magumu yote tukajifunza kwenye ulimwengu wa ule uvumilivu. Ibrahim tukasema anaitwa na Mungu akiwa na miaka 75, sio jambo la kawaida. Hana mtoto, maisha ni magumu sana, lakini Mungu anamwambia mimi ni Mungu wako, mimi ndio nitaka kuinua, mimi ndio nitaka kubariki. Ibrahim amepita kwenye mikono ya watu wengi sana. Amepita kwenye mikono ya makuhani. Kuhani mmoja anaitwa Melkizedek, tuliona Mwanzo sura ya 14 na ule mstari wa 17. Ibrahim kwa mara ya kwanza hajawahi kutoa fungu la 10 ipasavyo, akatoa fungu la 10 mahali pale. Lakini anamkabidhi yule Melkizedek, anampa Ibrahim, anampa nini? Anampa divai. Tutaangalia pale divai na mkate, na hiyo ndio tutaapply siku ya kesho na siku ya mwisho. Angalia pale kitabu cha Mwanzo sura 14 na ule mstari wa 17 mpaka mstari ule wa 22 au 23. Biblia inasema Ibrahim alipotoka kumpiga Kedolama na akakutana na mfalme katika bonde la nani? Bonde la nani kanisa? Bonde la Shawe. Hapa akakutana huyu mfalme, anamiliki bonde. Sio jambo la kawaida sana, na jambo ambalo la kipekee sana. Hebu nisome kama umefika hapa.
anamiliki bonde. Unaweza ku display hawa wanatuona kule uweze pia kuona na sisi tunapoelekea. Ndio anasemaje? Anasema Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kedorama na wale wafalme waliokuwa pamoja nao. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15 sura ya 14 mstari wa 17. Ndio. Mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe. Ndio. Nalo ni bonde la mfalme. Nayo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Yerusalemu akaleta mkate na divai. Ndio. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Mstari wa 19. Ndio. Akambariki akasema. Akambariki akasema. Abraham na abarikiwe na. Unaweza kuona akakutana na huyu mfalme. Akambariki na akasema kuanzia leo Abraham na abarikiwe. Nini kinaendelea kwa nini baba? Ahimidiwe Mungu aliye juu sana. Aliyewatia adui zako mikononi mwako. Ndio. Abraham akampa fungu la 10. Abraham akampa fungu la 10. La vitu vyote. La sio moja, la vitu vyote. Baada ya kupokea divai. Ndio tutakwenda kuiona leo Pastor Glory. Baada ya kupokea divai na mkate. Na Ibrahim anatoa fungu la 10 la vitu vyote tunavyoona pale. Kwa maisha yaliendelea pale mpaka baada ya Ibrahim kupita kwenye nyakati hizo zote, Ibrahim akaendelea kubarikiwa sana. Akaenda kuwa mtu mkubwa sana kwa sababu aliishi sasa nyuma ya siri. Kumbe Ibrahim, hiyo damu ambayo tunasoma, damu ya mwana kondoo, Ibrahim ilianza kumsaidia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni damu ya kinabii kwa sababu anapewa mzabibu, anapewa divai. Anamwambia sasa chukua hiyo divai na huu mkate. Ibrahim anatoa sasa na yeye fungu la 10 la vitu vyake vyote, anakabidhi kuhani ambaye ni mtu wa Mungu. Biblia inasema kwamba yeye huyu ni hana baba wala hana mama. Kwa Ibrahim maisha yake yaliendelea hivyo. Alijaribiwa kwa mambo mengi sana Ibrahim. Mpaka afika mahali anajaribiwa na Mungu anamwambia sasa huyu mtoto ambao umepata, sio nitolee sadaka. Mwanzo sura 22 ule mstari wa 1 mpaka 19, nitolee sadaka. Ibrahim anatii wakati anakwenda kumtaka kumchinja Isaka hivi. Mungu anajitokeza, anatoa kondoo. Tumshangilie Bwana Yesu jamani. Anatoa kondoo. Ndio maana leo tunaangalia tunasema the blood of the lamb, yani damu ya kondoo, damu ya mwana kondoo. Asiyesema mwana kondoo, damu ya kondoo. Hapo damu ya kondoo. Ibrahim anageuka hivi, anaona kondoo amejifinyanga, amejificha kwenye yani ana pembe ndefu au pembe zake. Sio kama amefungwa kama pembe zake zimenasa kwenye kichaka. Mungu anamwambia chukua huyu mchinje kwa sababu tayari hiyo ndo kafara. Hii ndio sadaka. Maisha ya Ibrahim yalikuwa hayo. Maisha bado magumu lakini baadaye yanaleta tija. Isaka huyo anazalia, anaachwa, anakuwa, anamzaa mtoto Esau. Anazaliwa Yakobo. Esau ana maisha yake, Yakobo ana maisha yake. Maisha yaliendelea. Yakobo akaoa, Yakobo akazaa, mpaka anafika mahali anampata mtoto ambaye sasa huyu ndio atakayehusika kupeleka ule uzao wa kinabii kama Mungu alivyomwambia Ibrahim kwamba uzao wako utakuwa utumwani nao watakaa miaka 400. Anazaliwa mtoto anaitwa Yusufu. Sasa Joseph anazaliwa pale. Kitabu cha Mwanzo sura 37, Yusufu amezaliwa mshakuwa tayari. 37 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 10. Yusufu anajaribiwa na ndugu zake, hawampendi tena ndugu zake. Ni vile kwa sababu anaota ndoto na anawaambia habari ya kile ambacho kitatokea kwenye maisha yake. Wakina ndugu zake na Ruben na wengineo wakamchukia kabisa. Unaweza kuona naishi kwenye dunia, kwenye dunia au kwenye maisha ambao watu wengine hawahitaji kuona mabadiliko yako, hawahitaji kuona mafanikio yako, na vile kwa sababu unasema kila kitu ulicho nacho, hawa watu wanaweza kugeuka kwa wabaya na kukuangusha, wakakuumiza kabisa. Tukajifunza kwenye maisha ya Yusufu kwa nini Yusufu alifika mahali akakataliwa na akaumizwa. Ni kwa sababu alikuwa akisema kila kitu na kwa kila mtu. Tukajifunza pale maisha, tukaona vitu vingi sana pale mbele. Yusufu dakika za mwisho anachukuliwa sasa na watu wa Misri, wafanyabiashara wakubwa Kimisri.
mara baada ya ndugu zake kujadiliana kwamba tusimuue, kwa sababu tayari washakusudia kwamba wamuue, lakini wakamtupa kwenye birika, kwa maana kwenye bonde kubwa, ili kiwezekana wanyama wakali wapite waweze kumlarua. Lakini baadaye ndugu tena wakakaa wakasema hapana, damu yake itatulilia, damu yake itatuhukumu. Wakamtoa katika ile shimo, wakamweka. Sasa wakati wanajadili hivi, wafanyabiashara wanapita wa Kimisri, wale Waarabu wanapita, wakasema kuna nini? Wakasema hapana, tunamhitaji huyu. Wakamuuza kwa shekeli ndugu yao Yusufu. Yusufu akauzwa, na alipouzwa akapelekwa sasa wapi? Misri. Na hapo ndipo maisha ya unabii ukaanza kutimia. Nikasema Yusufu aliishi kwa nani? Kwa nani? Yule kwa Farao, ambaye tunasema kwa Potifa, akiwa katika ile nchi ambayo hali ilikuwa ngumu sana, kwa sababu Yusufu naye akajaribiwa kwa viwango vikubwa sana, mpaka akajaribiwa kwamba mke wa Farao anamtaka Yusufu. Yusufu akasema siwezi kumtenda Mungu dhambi kubwa namna hii, akamwachia shati. Mzee alipokuja akaambiwa, kijana ule mleta hapa ana tabia mbaya sana, kijana ule mleta hapa ni muhuni, kijana ule mleta hapa anataka kunibaka. Na mfalme akaona hapana, mbona anadhihirisha kwenye jumba langu la kifalme? Akamchukua Yusufu akamweka gerezani. Maisha yakaendelea, gereza likaendelea kuwa sehemu ya Yusufu. Biblia inasema wakati ulipowadia, Farao akaota ndoto. Hakuna aliyeweza kufasiri ile ndoto. Akaita waganga pale Misri ili wafasiri ile ndoto. Hakuna aliyeweza kufasiri. Wakasema mtu mmoja ni muota ndoto, na huyo anaitwa Yusufu, yuko gerezani. Kwa sababu Yusufu akiwa gerezani aliendelea kutafsiri ndoto, aliwasaidia walikuwa gerezani wenzake, na anawaambia wewe utatoka baada ya mwezi fulani, wewe baada ya mwezi utatoka. Na ni kweli, baada ya mwezi anatolewa gerezani. Sifa zikaenea kwamba yuko mtu gerezani mwenye uwezo wa kuweza kufasiri ndoto. Basi mfalme au Farao akamwambia Yusufu, hebu nipe tafsiri ya ndoto hii. Biblia inasema kwamba Yusufu akatoa tafsiri, na akatoa tafsiri kweli kweli, na ni kweli mpaka tafsiri habari ya njaa ya miaka kadhaa. Na akamwambia, kwa maana hiyo sasa unahitaji kuweka tuhifadhi mazao, chakula ghalani kwa viwango vikubwa, kwa sababu miaka inakuja, hiyo miaka itakuwa ni njaa, dunia nzima itapiga. Na ni kweli, muda ulipotimia, nchi ikawa na dunia ikawa na njaa kubwa, na hakuna sehemu nyingine kupata chakula zaidi ya pale Misri. Mataifa mbalimbali yalikuwa kienda Misri kuchukua chakula. Lakini nyuma ya ndoto ya Yusufu akatolewa. Biblia inasema kwamba yule Farao akamwelewa Yusufu kwa sababu ya hekima, kwa sababu ya haki aliyokuwa nayo, akampandisha cheo, akamfanya kuwa waziri mkuu. Tumpigie makofi Yusufu. Kwa hiyo nataka tuone namna gani jinsi neno Pasaka lilivyokwenda kulitokea, nikasimulia kwa viwango vikubwa sana. Njaa dunia nzima inapiga kila engo, kila kona. Ndugu zake wale Yusufu wakawa wanakwenda kununua. Walishajua Yusufu aliuzwa, lakini hawakujua kama yuko hai tena. Walidhani kwamba tayari alishakufa. Baba yake mzaa Yakobo Yusufu, Biblia inasema tayari alishanawa maji, alishasahau kwamba kama na mwanae mpendwa anaitwa Yusufu tena, kwa sababu tayari Biblia inasema walichukua kaju, wakachinja mnyama, damu yake wakanyunyiza kwenye nini? Kwenye ile kazu, ili kumwambia baba kalia na mama kalia. Wakajua kwamba tayari mtoto amepotea. Miaka imeisha, ni muda mrefu sana nyoni. Uweze amini, story yake kidogo ni very interesting, ili uweze kujua maisha unaishi leo. Wewe si wa kwanza. Mhubiri sura ya 1 mstari wa 9 inasema hakuna jambo jipya chini ya jua. Hao unaona waliofanikiwa walikuwa maskini sana. Hao wengine unaona leo wamekuwa maskini baada ya kuwa matajiri. Kuna maisha wengine waliotokea wao sio watu wa kwanza, lakini Yesu anaweza kufanya mabadiliko, ambaye huyu ndio mwana kondoo ambaye leo sisi tunapaswa kujivunia naye. Biblia inasema kwamba mzee Yakobo alikuwa amekata tamaa, lakini siku za mwisho kabisa ile familia ilikwenda kununua chakula wapi?
Misri. Walishangaa wanaponunua chakula. Hapa tunajifunza nini? Tunajifunza anayekutendea mabaya usimrudishie mabaya. Maana Mungu ndio anayerudisha, sio wewe. Mungu ndio hakimu wa kweli, sio wewe. Unanielewa vizuri hapo? Anasema walipokuwa wananunua chakula walikuwa wakiongezewa tofauti na kiwango cha fedha wanachokitoa. Walikuwa wakishangaa sana. Lakini Yusufu ndio alikuwa anatoa hiyo amri kwa sababu ni waziri mkuu. Ni mtu ambaye kusoma lakini akawa waziri mkuu. Kipawa kinaweza kukuinua, kikakutoa na kutoa gizani kabisa, kikakuleta nuruni mahali ambapo watu hawataweza kuamini. Unachopaswa kufanya wewe ni kuvumilia na kuishi, kuamini kwamba Yesu Kristo yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye ndio kondoo wa haki. Yeye ndio Pasaka wetu. Mshangilie Bwana Yesu kama unapenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa zuri la Mungu. Haleluya. Kwa siku zilipokuja Yusufu akaona hapana, hao watu wataishi mbali sana. Ni story ndefu, nikisimulia hatuwezi kumaliza sasa hivi. Lakini at the very end day ikabidi Yusufu amshikilie mdogo wake wa mwisho, akamkamata. Akamwambia nini ndani huyu atoke hapo. Waliporudi wakatoa taarifa tena kwa mzee Yakobo kwamba fulani alikuwa ni Benjamin amebaki. Akasema haiwezekani. Mtoto wangu mwingine Yusufu na huyu haiwezekani. Akaanza kulia tena kilio kikubwa mzee Yakobo. Lakini mwisho wa siku Yusufu akasema mnahitaji kuja ili muweze kumkomboa. Walipokuja Yusufu alikuwa mtu mzima, ni baba muhendi sana, hawajui maisha mazuri sana. Lakini baada ya msoto mwingi sana, sio jambo la kawaida, baada ya kupigika, hebu niangalia, baada ya kuuzwa, baada ya kusema vibaya, Yusufu amekuwa handsome, Yusufu ana madereva, Yusufu ana magari, anaendeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu akawaita akawaambia, akawaendelea mpaka makazi mazuri kabisa. Akawaambia mimi ni ndugu yenu ambaye mlimuuza utumwani. Unabii ukatimia na tukamshangilia Bwana Yesu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka sura ya kwanza tuliona makabila yaliyoingia wapi? Yaliyoingia Misri. Ili unabii utimie. Kutoka sura ya kwanza ule mstari wa kwanza tuliona mpaka mstari wa 11. Unabii ukatimia pale. Uzao kaingia Misri. Wakakaa pale. Biblia inasema ule mstari wa 7 au 8 anasema Farao mwingine akainuka. Mfalme mwingine akainuka ambaye hakumjua tena Yusufu. Maki Yusufu baadaye alikufa, akafia pale pale Misri. Mfalme mwingine akainuka, hakumdambaye, hakutaka kutambua uzao wa nani? Uzao wa Israeli. Israeli kaanza kupata shida. Ule mstari wa 11 wakawekewa walinzi. Maisha yakawa ni magumu. Raha tena ikapotea wana wa Israeli wakiwa tena utumwani. Ili unabii utimie mafanikio yako, lazima upite kwenye shida. Lazima upite kwenye dhiki. Lazima upite kwenye kuonewa. Lazima upite kwenye kufadhaishwa. Mifadhaisho, maneno ya watu, hatukajifunza yasikufanya uwe chini. Muda usikuchanganye. Maisha, hali mbaya isikuchanganye. Mungu anakusudi na wewe. Biblia inasema walidumu pale, wakakaa miaka 400. Tukaona sasa miaka 400 yenyewe waliokaa kinabii ikaisha, si mchezo. Lakini hawarudi tena wapi? Wanasoma vitabu, wanasoma historia kwamba tumefika hapa kinabii. Na baada ya miaka 400 tutaondoka. Tutarudi tena wapi? Kule Kanaani, nyumbani kwetu kwenye raha. Yaani historia wanasoma kama sisi tunaposoma historia za uhuru wetu, historia za mafanikio yetu. Na ndivyo Israeli walikuwa wakisoma hizo historia. Miaka 400 katimia na hamna dalili ya kurudi wapi? Kanaani. Yaani nini maana yake? Tukajifunza tukasema kuna maisha ambayo unaweza kupita na ukakata tamaa. Pale unapokata tamaa ndipo kwenye majibu yako. Pale unaposema mimi nimechoka kabisa ndipo kwenye majibu yako. Pale unaposema mimi hapa nimebaki peke yangu, Mungu anakuangalia na sema haujabaki peke yako. Wakati wa Israeli wanakata tamaa, Musa anazaliwa, mkombozi wao, kuhani wao anazaliwa, naye ndio nabii atakawatoa kutoka kwenye ile nchi ya utumwa. Biblia inasema Musa akazaliwa, akakua,
akaongezeka kimo, akasoma vyuo vikuu pale pale Misri, akaendelea kukua mpaka anafika Musa miaka 40. Tayari ni miaka ya uzoefu, miaka ya uweza, miaka ya heshima, miaka ya kupambanua vitu vikubwa. Musa anatumwa na Mungu. Tumpigie makofi sasa. Mungu anasema, tukaangalia kitabu cha Kutoka sura ya 3 ule mstari wa 7 mpaka mstari wa 10. Mungu anamwambia Musa, tazama kilio, mateso ya wana wangu. Bwana anasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Yaani Mungu anajua maumivu yako, ni kwa sababu ya wasimamizi. Msimamizi anaweza akawa hali mbaya, uchumi unaweza akawa ni mgumu, ni msimamizi yule. Inawezekana si watu tu wanakutesa, hapana, lakini hali mbaya, maisha. Kila ukijaribu biashara hii haiendi, unaanza biashara siku 2-3 inafilisika, ujue kuna msimamizi pale. Panahitajika pigo moja, na hiyo baada ya kujua ile pigo, huyu msimamizi atakuachia, na atakapokuachia kuachia tu ukaendelea kusimamia, atakwambia nenda mahali pako pa raha. Wakati unawadia, majira yanakuja tena, nyuma ya ufahamu tena, tutakwenda kuishi maisha ya raha, tutakwenda kuishi maisha ya furaha tena, tutakwenda kuishi maisha ambayo hayatakuwa na huzuni, hayatakuwa tena na maneno, hayatakuwa tena na kuhuzunishwa. Kuna eneo lazima wasimamizi watuachie nyuma ya pigo moja la thamani, na hilo pigo ndio tunakwenda kujifunza. Tunakwenda kumaliza leo siku ya 3. Ni pigo la mwisho. Inawezekana kuna watu walikuwa kucheka, sauti za dharau unasikia, unafeli mitihani, unahitajiwa ni kurudia, unahitajiwa ni kurudia mitihani, unahitajiwa ni kusoma kwa bidii tena, kujifunza tena. Iko siku waliosema huyo aliofeli, iko siku watakuita ni waheshimiwa. Ndivyo ilivyokuwepo kwa wana wa Israeli. Maisha wanangu yalikuwa ni magumu, hawana maisha rahisi kwenye dunia. Mungu anatujua, Mungu ametuwekea silaha yetu ya mwisho dhidi ya maadui zetu. Liko pigo la mwisho. Nikasema andika kabisa, ukijua liko pigo la mwisho, adui maskini unayemwona leo hutamwona tena. Maana Mungu alimwambia Musa ya kwamba waambie Israeli, hao wa Misri wanaona leo, hili jeshi la Misri wanaliona leo, hawataliona tena. Ninaongea na mtu ananitazama hapa, naongea na mtu ambao unanifuatilia, kwamba umaskini unakusumbua leo, unachopaswa kujua huu ni umaskini. Wale maadui wanakusema, yale majini waliokutupia, yale mashetani waliokutupia, iko siku, na hiyo siku ni leo, yatakuachia. Na atakapokuachia, you will never be the same again. Tazama, utalia tena, wala utasikitika tena, wala utanung'unika tena, maana utaachwa huru. Nini kitakachokuachia huru? Ni damu ya mwana kondoo. Makofi 3 ya nguvu tena. Damu ya mwana kondoo ndio itakuachia uwe huru kwenye maisha yako. Yusufu amekufa, Musa amezaliwa. Mungu anasema na Musa, Musa anakwenda kuwatoa wana wa Israeli. Kitabu cha Kutoka sasa sura ile ya, tuliona ile sura ya 12, Mungu anawapa maelekezo wazee namna ya kuweza kutoka, kwa sababu mapigo 11, mapigo 10 Mungu aliyatoa. Pigo la 10, namba 10, andika mnaweza. Namba 10 ni namba kutoka gerezani. Namba 10 ni namba kutoka gerezani. Iwe ni siku ya 10 ni gereza, ujue. Namba 10 inawakilisha gereza. Biblia inasema Mungu aliachilia mapigo 10. Aliachilia chawa, aliachilia nyoka, akaachilia damu, akaachilia majipu, akaachilia inzi. Baada ya waganga na wenyewe, Farao alikuwa akiita waganga, na wenyewe wanafanya nini? Wanatengeneza chawa, wanatengeneza inzi, wanatengeneza chura. Mungu akasema bado pigo la mwisho. Ngoja kwambie, ili pigo la hatari, ili pigo lilikuwa la hatari. Akasema siku ikaja, akamwambia Musa, usiogope, asubuhi na mapema utakapoamka nitaachilia damu kila eneo. Yaani umeweka sufuria yako na maji,
Unaamka asubuhi imejaa damu. Kikombe chako kina maji. Unaamka asubuhi imejaa damu. Unaenda washroom, nilisema, wanakuoga maji yamejaa damu. Farao akachanganyikiwa. Akaenda Naili pale, mto wote ni damu. Huwezi kunywa maji. Akamwambia Musa, nimekuachilia, ondoka na watu wako ili mwende ukamtumikia Mungu wenu mnamsema. Musa akasema, hawa Israeli tuondoke. Yale wamekusanyana kabisa, wako tayari kutaka kuondoka hivi hapo. Ghafla Farao anabadilisha na moyo. Yaani shetani huwa hashindwi moja kwa moja. Hashindwi. Usiseme nimemshinda moja kwa moja. Hapana, tunahitaji kumshinda kila siku. Yaani adui shetani unahitaji kumshinda kila siku. Unapoamka mshinde. Sambo niseme. Unapotembea mshinde. Sambo niseme. Unaposema endelea kushinda. Unapolala shinda shetani. Shinda adui yako. Mshinde vile vile unavyoweza. Biblia inasema kwamba Farao anabadilika tena. Anasema muondoke. Baada ya maji kuwa shwari, amuondoke tena. Yaani jinsi angalia shetani anapokupenda. Anataka kuone kwamba uendelee kuwa tu mtumwa. Uwe tu kikaragosi wake. Uendelee kutumika. Na mimi nasema wewe uliokuwa chini ya sauti yangu, hautakuwa mtumwa tena wa shetani. Nasema hautakuwa mtumwa tena wa mizimu. Hautakuwa mtumwa tena wa mapepo. Hata wale waliodhani utakuwa chini yao, hautakuwa, kwa sababu bado pigo moja la mwisho. Na hilo pigo ni damu ya mwana kondoo. You will never be the same again. Somebody say amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa wanangu. Ya. Anasema akarudisha wale watu. Akasema usiogope Musa. Sikiliza. Sasa tutafanya jambo moja. Na hili ni jambo ambalo anasema ni jambo ambalo litakuwa ni funzo kwa Farao na vijakazi vyake na familia yake na ukoo wake. Pale leo Misri ukienda, bado wanasimulia namna Israeli ilipotoka, namna mambo mabaya yalifanyika pale. Anawaambia chinjeni kondoo, chinjeni mbuzi, sawa sawa na mtu yule ambaye hana, basi mshike pamoja. Tukajifunza upendo, tukajifunza msamaha. Jana tulijifunza hiyo. Tukasema ni muhimu kusamehe. Ni muhimu kuwa na upendo. Lazima tuwe na ushirikiano. Tukajifunza hapo yako mambo mengi sana. Akasema mtamla huyu mwana kondoo, mtakula huyu mbuzi nyama yake, lakini msivunje mifupa hadi masharti. Damu yake mtaipaka kwenye miimo ya milango na madirisha. Alafu mimi Mungu nitapita juu yao. Ndio neno likazaliwa. Neno juu yao tafsiri yake ni Pasaka. Tukasema kijewishi au Kiyahudi, neno hili linamaanisha kupita juu yao. Inasema Pasaka. Yahudi inasema Pasaka. Kiingereza wanaita Passover. Ndio neno hili likaanzishwa hapo. Kwa nini neno hili likaanzishwa hapo? Tukasema ni ukumbukumbu ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Kumbuka hiyo Pasaka ilikuwa ni sikukuu ya mikate isiyotiwa nini? Chachu. Kwa hiyo sherehe ilikuwa ikifanyika. Lakini sasa kwa nini basi ikatokea siku hiyo wakaifanya kuwa ni siku ya kipekee? Kwa nini? Mungu akawaambia mtamla na mikate ambayo nayo haitatiwa nini? Chachu. Kumbuka hiyo Pasaka ilikuwepo kabla ya Yesu kuja duniani. Kwa hiyo Yesu akaikuta Israeli wanasherehekea Pasaka. Kwa nini wanasherehekea Pasaka? Ni kwa sababu Mungu aliwatoa kwa kupita juu yao. Na akasema malaika watapita juu ya kila nyumba iliyowekwa alama ya damu, na kila mzaliwa wa kwanza wa nyumba ambaye hajawekewa damu atakufa. Nitaua. Yaani Mungu anaweza kuua. Biblia inasema kwamba asubuhi ile ule usiku malaika wa fujo, I don't know kama alikuwa ni malaika Rafael, alikuwa ni Mikael, akapita ule usiku, na kila nyumba aliyotazama iliyowekwa alama ya damu hakuweza kuiua. Walikuwa salama usiku wote. Na ndio maana ya thamani ya damu. Ananielewa? Nipigie Yesu makofi, ampigie Yesu makofi.
Hapo ndipo tunakapata shina na chanzo cha nini maana ya damu. Tunasema kwa nini damu? Kwa sababu damu ni uhai. Haleluya. Akasema asubuhi walipoamka wakakuta mbuzi kama alizaliwa kwanza amekufa, kama ni insi amekufa, kama ni chura Solomo alizaliwa kwanza amekufa, wanadamu wakafa. Biblia inasema Pastor Alpha, Biblia inasema kwamba wana wa Israeli wakati wanatoka utumwani, wa Misri walikuwa kizika watu wao. Pigia Yesu makofi. Yapo wakisikia wakolewa. Usicheze na Mungu. Yaani adui zako hawatakuachia ni mpaka lile pigo la mwisho la udhihirisho. Yaani shetani anataka uwe maskini tu. Shetani anataka tuwe uombaomba tu. Anataka uwe mtu kusaidiwa tu siku zote. Ile siku utakayetoka, na utatoka hivi, lazima utoke kwa thamani ya kinabii. Ananielewa? Sema mimi na nguvu. Kwa sababu hapakuwa na muda tena. Farao akasema, Musa na watu wako toka, sitaki nikuone tena. Natamani kabisa adui zako wakuambie toka, hata kukuona tena. Nenda kwenye raha yako, nenda kwenye furaha yako, nenda kwenye biashara yako, nenda kwenye kazi yako. Natamani kuona unanitazama, maadui yako akwambie, mizimu kiseme hatukutaki tena. Maana ukikaa katikati yao hawataweza tena kuanga. Ukikaa katikati yao hawataweza kutabiri tena, hawataweza kupiga ramli tena. Ndipo ninamuona mtu mmoja hapa, maadui zake wanavyokwenda kuangamia nyuma ya pigo moja, na hilo pigo ni damu ya mwana kondoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja sema mimi na nguvu nisikie. Walizika. Mama nikwambie, kila nyumba ni kilio. Nyumba ambayo kupakwa na jiulize, kuna wakaidi wengine walikuwepo ndani ya nchi. Kuna Waisraeli wengine walikuwa ni wakaidi. Ni kama leo watu wengine wamemkiri Yesu kwa vinywa vyao, lakini ni makaidi. Hebu angalia pointi hapo. Na hawataki maelekezo, hawataki kusikilizwa, hawataki kufundishwa. Walitokea jeni. Nikwambie mwanangu, kuna watu waliambiwa, jamani, usiku wa leo hakikisheni kwamba mnachinja mbuzi au kondoo, na ile damu napaka kwenye milango au madirisha, kwa sababu Mungu atapita leo na hataacha. Lakini leo ni kipigo, leo ni adhabu kwa wale wanaotutesa. Kuna wengine wanasema hamna. Ni kama leo watu wanavyosema hakuna mwisho wa dunia bwana. Hamna, Yesu hawezi kuja mara pili. Watu wanafanya hivyo hivyo. Kuna Waisraeli wengine waliuawa pale Misri. Kwa nini waliuawa? Kwa sababu hawakupaka damu ya nini? Damu ya agano. Kuna watu leo wanaishi kwenye nyakati ngumu. Kuna watu leo wanapita kwenye magumu sana. Ni kwa sababu walipuuzia neno la Mungu, lakini wamepuuzia uhalisia na utendaji wa Mungu aliye hai. Wanadhani tutakwenda mbinguni. Sawa, unaweza kwenda mbinguni, lakini kuna hukumu kuu inakuja. Anaelewa? Sema bila nguvu. Kuna judgment, great judgment is coming. It's nearby. Hatufurahi kwenda mbinguni hivi. Tunafurahi kuna mtu yeye alijitolea uhai wake. Na huyo mtu jana tukaangalia, tuligusia kidogo. Huyu mtu anaitwa Yesu Kristo. Sasa kwa nini? Jana tukaangalia pana uwiano gani? Narudia, pana uwiano gani kati ya Pasaka ya Wayahudi na Pasaka ya Yesu Kristo? Mnakumbuka vizuri? Tukasema kitu kimoja. Tukaangalia damu ya wanyama iliwatoa Misri Wayahudi utumwani. Damu ya Yesu inafanya nini? Tutakwenda kumalizia kesho, kile mnaelewa. Hebu tuangalie uwiano kati ya Pasaka ya Wayahudi na maisha ya ushindi wa Yesu. Anaelewa? Sema mimi na nguvu. Sasa nisikilize, kwa nini leo tunasherehekea Pasaka? Kwa nini iitwe Pasaka? Na kwa nini siitwe ushindi wa Bwana Yesu? Mnaelewa? Kwa nini tusiomboleze kufa kwa Bwana Yesu pasta? Kwa nini tusiomboleze? Kwa sababu Biblia inasema Yesu aliishi kwenye dunia. Kwa sababu huyu ni Adamu wa pili. Kumbukeni, nilisema Adamu wa kwanza aliishi miaka 930. Adamu wa pili aliishi miaka
33 peke yake. 33 habari Yesu Kristo. Na Yesu alikuja, nikasema mambo mawili yalikuwepo. Mambo mawili ya muhimu alikuja kuyaleta Bwana Yesu. Jambo la kwanza, yeye alileta wokovu. Jambo la pili, alileta msamaha. Wangapi nakumbuka? Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo ulikuwa ni wokovu na msamaha, salvation and forgiveness. Nikasema kwa nini Pasaka ya Wayahudi na maisha ya Yesu Kristo? Kwa sababu Yesu alipoishi kwenye dunia, mpaka ile siku anakamatwa, anateswa, anasulubishwa, anazikwa, anafufuka, analiacha kaburi, ilikuwa ni siku ya Pasaka. Hasa Pasaka, ujue Pasaka ilikuwepo kabla ya Yesu Kristo. Na Pasaka, dhana ya mwanzo ilikuwa ni kupita juu yao, ili kwamba Mungu awaokoe wana wa Israeli. Mkuokolewa kwa wana wa Israeli kulikuwa kunaokolewa kinabii, kwa sababu Mungu alisema uzao wako Ibrahimu utakuwa utumwani. Ni kwa sababu wewe uzao wako hautaweza kuwa matajiri, ni mpaka waende kwenye utumwa, watumikie kwanza, wawe chini ya utumwa. Lakini mimi nitawaondoa kule, watarudi wakiwa na mali nyingi. Wataondokaje? Wataondoka na uhai ama damu. Kwa hiyo ilibidi kondoo wachinjwe, mbuzi wachinjwe, damu ya wanyama iliyokuwa na uhai kinabii ndani yao. Somebody say amen. Ikawatoa wana wa Israeli. Ananielewa? Sema mimi na nguvu tena. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa Yesu Kristo na yeye, kama desturi ya Wayahudi inavyosema Pasaka, neno Pasaka kama desturi ya Wayahudi, Yesu Kristo yeye akawaambia pia wanafunzi wake, nina hamu nikale Pasaka. Amen. Na akasema hii itakuwa ni siku yangu ya mwisho kabisa. Mnazo na historia kidogo, wanafunzi wa Yesu walizoeka na Yesu. Kina Petro wakasema iwezekana hutaweza kukamatwa na kuuawa, sisi tupo, utakulinda. Kuna kitu tutakwambieni habari ya jambo, lakini nataka ujue tu my daughter kwamba hapo Pasaka sasa, kwa nini mahusiano ya Pasaka ya Wayahudi na Pasaka ya Yesu Kristo? Ni kwa sababu Yesu Kristo hasa ile siku ya kalenda ya Gregori. Hii kalenda ambayo tunatumia ni kalenda ya Gregori. Lakini kuna kalenda, kuna tarehe za Wayahudi. Kwa sababu Pasaka ya Wayahudi hawaisherekei kama ninyi mnaposherekea. Ama ni kesho, siku mmeanza jana, si ndivyo? Jana Yesu mnasema alikamatwa, akateswa Ijumaa. Mnasema Ijumaa kuna Good Friday. Akateswa, akakamuliwa, sio akachoma mikuki, akauawa. Kwa hiyo leo Yesu kwenye kaburi yake, leo ni siku ya pili, sio? Yupo. Kwa hiyo kesho alfajiri Yesu anaamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Wayahudi wana ratiba zao. Pasaka tena Wayahudi nitawaambieni, wala sio hii mnaosherekea nini. Wayahudi tena Wayahudi hawajui habari za Yesu. Umeelewa hapo? Sisi jana nikasema ni neema, grace. Sisi tumeokolewa kwa neema. Yaani hatukustahili kabisa sisi kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Leo unaelewa vizuri hapo? Ni neema, kwa sababu mara baada ile neema wana wa Israeli kuipata wakaikataa. Walipoikataa ile neema ikabadilika, ikatugeukia sisi Gentiles. Neno Gentiles maana yake ni nani? Mataifa. Kwa hiyo mataifa tukapokea neema. Leo tunasema kwa jina la Yesu mapepo yanakimbia. Kwa jina la Yesu kuna uzima. Kwa jina la Yesu kuna uponyaji. Kwa jina ni neema, lakini sisi hatukustahili kwa nayo. Ananielewa kwa sababu mimi na nguvu. Hivyo nani ananielewa? Unajua nimekupeleka mbali unielewe. Nani ananielewa kanisa? Makule comment naona ni nyingi. Nani ananielewa kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa, kanisa nzuri. Haleluya. Kwa hiyo tumeokolewa kwa neema. Hatujaokolewa kwa sababu tuna haki, hapana. Tumeokolewa kwa neema. Neema ndio inatufanya tuwe hivyo. Sasa Yesu Kristo na yeye akawa na shauku ya kula Pasaka. Kwa sababu Pasaka ilikuwa kabla ya Yesu.
Ndio akasema imenipasa na shauku na nyinyi tukule chakula. Hicho sisi tutakula kesho. Nimeandika, nimwambia nani pale Elvis aandike, kinaitwa nini? The Great what? Supper, sio? The Great Supper. Tutakiona hicho chakula. Ni chakula ambacho cha hatari. Utakikula tu kama umetoka nyumbani, umekula magonga yako, uko ovyo ovyo. Ndio maana nikasema tunaposhiriki hiyo chakula, una lazima uweke agano. Useme sitarudi tena pale. Maana unaporudia katika ule ubaya, unaendelea kuwa sumu kwenye maisha yako. Maana unatumaanisha kwamba Yesu hajawahi kufa na wala hakufufuka. Wewe unakuwa kiburi tu, unabaki pale. Ndio maana tunashangaa Wakristo wengi wako makanisani lakini wana kiburi sana, ni kwa sababu wameichezea hiyo chakula cha Kristo, chakula cha Mungu. Usiwewe katika jina la Yesu. Nasema usiwewe in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo tumefikia mahali pazuri sana. Ndipo sasa utaangalia kule baadaye Yesu sasa ule usiku kabla, kwa maana ile Alhamisi kwa mkeni kwa kalenda ya Gregori, Yesu akaandaa chakula wanafunzi wake. Ndio maana kusoma Luka sura ya 22 kuanzia ule mstari wa 14, ukienda Mathayo sura ya 26, 28, anawaambia, anasema akachukua kikombe, ndio vizuri, akakinyosha juu, akakibariki, akawaambia twaeni mnywe wote, maana hii ndio damu yangu itakayomwagika. Sio itakayomwagika. Kwa nini? Itakayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Anawaambia hicho kitu. Sasa akasema fanyeni hivi kwa kulikumbuka mimi. Kwa faida yenu wanafunzi wazuri. Pasaka kwetu sisi sio tarehe kama wanavyosherehekea wengine. Pasaka unaweza kuifanya muda wote, nimefundisha miaka mingi sana. Unaweza kuifanya hata baada ya wiki. Kwa sababu gani? Amesema msiache kufanya hivyo. Ndio maana hata Yesu Kristo alipoondoka, wanafunzi wake walidumu kumega mkate na kunywa divai. Kwa hiyo Pasaka tena kwa Kristo mshindi haishi tena kwa kalenda ile ya Gregori. Pasaka ni kila siku. Pale maisha yanapokuwa magumu, unakumbuka ushindi wa Bwana Yesu. Na unachukua damu, una-apply. Ndio maana unakuta tunafikia mahali na kwamba lete hata soda yako niombee. Niombee kwa sababu kinachoponya sio soda black currant. Haiponyi ile black currant. Kinachoponya ni ile ulimwengu wa imani. Ndani unaamini kwa sababu damu ya Yesu Kristo sio soda nyeupe wala sio maji meupe. Tunasema ni blood, ni rangi ya damu. Kwa hiyo tunaposhiriki ile dhabihu, mzabibu, hatushiriki tu ovyo. Tunashiriki kwa imani kwamba kuna mtu aliye hai ambaye ndio Yesu. Na hiyo damu ndio inafukuza umaskini. Hiyo damu ndio inafukuza wachawi. Hiyo damu ndio inalaani ushirikina. Ananielewa? Sema mimi na nguvu. Turudi pasa blood of the lamb. Turudi pasa, fikiri mnaelewa vizuri. Hebu tuanze sasa kitabu kile cha Ufunuo, hiyo damu, blood of the lamb. Alafu tunasema hapa maisha mapya. Amen. Kwa hiyo leo siku ya 3 tunasema damu ya mwana kondoo, lakini maisha mapya. Huyu natamani mtu mmoja anielewe, afu niaone maisha yake yakibadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana unaponielewa, maisha yako yanapobadilika, utukufu na heshima sipewi mimi. Anayepewa ni Mungu aliye hai. Ama mimi nimekubali kutumikia, nimekubali kutumika, nimekubali kuwa mtumwa wake. Kwa hiyo wewe unapoelewa, ninapoona afya yako inakuwa njema, ninapoona maisha yako yanabadilika, ninapoona leo na kesho unaanzisha duka, ninapoona kesho unajenga nyumba yako, ninapoona unaendesha magari kwa katika Kristo, sio kwenye mizimu, maana natambua kwamba utume wangu haujapotea bure, utumishi wangu haujaharibika. Ni kwa sababu najua Yesu namtumikia ameleta jambo jipya kwa mtu mmoja. Na huyu mtu mmoja inawezekana sehemu nyingine, hata kama sio Dodoma, lakini unanitazama live sasa, inawezekana nitaona kesho yako, nitaona usawa wako nyuma ya fundisho lilokuwa hai. Maana imeandikwa kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Twende pale, nimesema Ufunuo sura ile ya ngapi? Sura ya 5 kuanzia mstari wa 1. Hebu tuangalie pale. Biblia yako inasemaje? Biblia inasema, Biblia inasema, kisha
Twende haraka kwa sababu ya muda wetu. Yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Yeye aliyoketi. Namba moja nikaona. Asema kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hasa nisiwapeleke mbali. Kwa sababu Yesu Kristo baada ya kushinda dhambi zako wewe, sema amina. Kwa sababu jana tuliangalia Yesu wakati anapigwa mjeledi, kwa sababu alikuwa hana hatia, alikuwa hana dhambi yoyote. Yule mwana wa Mungu jamani, alikuwa hana hatia, alikuwa hana kiburi, kwa sababu Biblia inasema alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mtii hata kifo cha msalaba. Anasema wale wanajeshi waliotroniwa walipokuwa wakipiga mjeledi, maana yake Yesu anahesabu kuna kiburi cha mtu nimekibeba, kuna uzinzi wa mtu nimeubeba, kuna ushirikina na uchawi wa mtu nimeubeba hapa, kama mimi sikustahili. Kuna kiburi hapa nimekibeba, kujua mambo mengi nimebeba. Kila mjeredi ulikuwa ukipigwa. Bwana Yesu alikuwa akilia, Yesu alikuwa akilia na hamna msaada unatokea. Maana Biblia inasema ilifika mahali kiuka akamwambia Mungu baba yake, Eloi Eloi lama sabachthani, Bwana wangu mbona umeniacha? Mungu akageuka hakumwangalia mwanae, kwa sababu dhambi za ulimwengu ndio zilikuwa zimemfunika Bwana Yesu. Sio jambo la kawaida. Watu wasingefika mahali kurejea tena dhambi, watu wasingefika mahali pa kurudia tena uvivu, watu wasingefika mahali pa kuridhika na maskini, kwa sababu Yesu ndiye anasema alijifanya kuwa maskini ili wambaba awe tajiri, alijifanya kuwa maskini ili Porojina awe tajiri. Kwa lazima tujue, anasema kwa nani aliketi pale, maana yake aliposhinda ya mauti, Yesu akachukuliwa, my daughter, akachukuliwa akapandishwa, akaa kwenye kiti cha enzi cha Baba mkono wa kulia. Mnaelewa vizuri? Mnaelewa kabisa? Kumbukeni wasi ushafanyika kule mbinguni. Kumbukeni dunia ilishaharibika tayari, kwa sababu wasi ulifanyika kule mbinguni. Yule Lucifer, mnakumbuka vizuri naofundisha, alishatupwa duniani, alishaanza kuharibu watu. Watu wakaanza kujamiana, watu wakaanza kulalana ovyo, watu wakaanza zini na miti, watu wakaanza kufanya zini na mbwa, watu wanafanya kila kitu wanachoweza wao. Mungu akasema Bwana akaupenda ulimwengu akamtoa mwanae, anasema wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Biblia inasema mijeledi Yesu alipigwa jamani. Yesu anasema kisha nikaona mwanangu, anasema pale mstari wa pili anasema nikaona malaika mwenye nguvu, anasema nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kubwa, kwa sababu Baba anaona kuna mtu analia. Yaani kuna watu wanalia. Unaweza unalia sehemu kwa sababu hujapata suluhisho, unalia kwa sababu uchumi mgumu, maisha ni magumu, hujapata usuluhisho la aina yote. Leo liko suluhisho hapa. Ananielewa na mnatazama kule. Leo liko suluhisho kwa damu ya mwana kondoo. Na leo majibu yanatolewa. Ufunguo unapotea unapokea tena. Maisha yaliyokatishwa tamaa yanakwenda kurejeshwa tena. Nasema familia yako tena, waliokata tamaa watakuwa na furaha. Wale waliosema wamechoka watapewa nguvu mpya. Lakini nyuma ya kujua siri ya damu ya mwana kondoo sio kirahisi. Hautapewa kirahisi kama unavyopokea miogo, kama unavyopokea zawadi fulani. Anasema nikaona malaika mwenye nguvu tena akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahili kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Endelea mainoto, anasemaje? Hakuna. Malaika walikaa kimya Mary, wakajificha. Yaani kile wanachokifanya Mary ni kile ambacho Yesu alikiacha. Alisema pendaneni, akasema jitoeni, akasema jitupa sababu mtaondoka kwenye dunia. Wanaelewa sema bila nguvu. Yuko mtu aliyotoa damu yake. Huna kutoa hiyo damu kwa ajili ya mashindano kwenye dunia.
wala kutoa hiyo damu ili watu walingishane. Alitoa damu ya thamani ili huyu mtu awe na wokovu, awe na msamaha wa dhambi, awe na haki ya kuifikia mbingu, awe na haki ya kufikia mahali patakatifu patakatifu, awe na haki ya kumiliki na kutawala katika hiyo dunia. Haleluya, haleluya. Ndio nasemaje mwanangu? Wala juu ya nchi, wala chini ya nchi, hakuna kiumbe kilichotokeza aliyeweza kukifungua kilicho kitabu. Hakuna, kwa sababu ni fumbo. Nikafundisha habari ya siri, ni fumbo. Siri ni kitu kilichofichwa, kinafahamika na wewe peke yako jiti. Wewe peke yako ndio siri. Ukitoka kwa mtu mwingine sio siri. Kwa hiyo hakuna mtu, kwa sababu hakuna anayejua siri. Siri, endelea mwanangu, anasemaje hapa? Mstari wa 4. Nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu astahiliye kukifungua kilicho kitabu. Nami nikalia sana kwa kuwa hakuna mtu aliyestahili. Ni vizuri kutafuta maiki nzuri hapo mwanangu hapa. Ni vizuri kutafuta maiki, anasema hakuna mtu astahiliye kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Sio kukifungua tu, hata kukitazama hakuna aliyeweza. Twende mwanangu. Maelfu wanatutazama, wanatufuatilia, wengi wanatufuatilia. Endelea. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie. Tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile. Unasikia? Apate kukifungua kile kitabu. Nini kinaendelea pale mwanangu? Na zile muhuri zake 7. Na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi. Juzi nikasema hapo ndipo tunataka kupigia mstari. Asema nikaona katikati ya kila kiti cha enzi Pastor Noah, na wale wenye uhai 4. Anapoelezea wenye uhai 4 ambao hawakuzikwa kabisa, waliishi kwenye dunia bila kuzikwa, hawakutenda dhambi, wakanyanyuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Henoko kwa imani akiwepo, Elia akawepo. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu mwenyewe na wengineo pia. Haleluya. Kuna mtu anatayarisha, mnamkumbuka vizuri? Haleluya. Anasema hivi, na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa. Hasa ukienda kwenye Ufunuo sura 12 ule mstari wa 7 na 11, Biblia inasema palikuwa na vita kule mbinguni. Malaika Mikaeli na malaika wake wengine wakashindana na yule joka ambaye ni Lucifer, na malaika wengine wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Hiyo ndio damu ambayo inasema leo. Hiyo sio damu ya lele mama. Hiyo sio damu. Mtu anayepokea damu chini ya huduma iliyokuwa nayo hatakuwa sawa tena, wala umaskini hautaambatana na yeye tena, wala magonjwa hayatakuwa kwake tena, kwa sababu ni damu ya kinabii. Lazima uelewe kwanza kinabii, ndipo uweze kushiriki. Anaendelea, sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Petro anasemaje. Mtume Petro anasemaje? Waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya kwanza mstari wa 18. The blood of the lamb, anasema, is a symbolic term in Christianity. Yani ishara tu. Ni ishara ya kifumbo katika maisha yetu ya Ukristo. Ni fumbo la imani. Lazima ulijue ile fumbo la imani. Ndani yake pana uweza, ndani yake pana nguvu, ndani yake pana uhai, ndani yake pana ni mpaka ujue. Usipojua mwanangu utaweza kushinda. Nafikiri kuna ongea na wewe. Mbona hujasema Petro kwa kwanza Petro? Biblia Anasemaje? Nanyi mfahamu kwamba tulikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Tulikombolewa sio kwa vitu vinavyoharibika. Kwa fedha au dhahabu. Sikiliza, ndio maana lazima tujue mama, sawa? Yesu ni wa thamani sana. Tusimbebe Yesu sipo. Yesu ni wa thamani. Mimi nakumbuka wakati mama yangu anaondoka kwenye dunia, akasema, nimemfuata Mungu wako. Endelea kuhubiri habari za Mungu wako, matendo makuu ambayo umeyashuhudia kwa Mungu wako. Nimeacha dini iliyokulia miaka kadhaa. Nimejua
watoto wangu wote wamekufuata wewe, na wewe kama mwanzilishi, wewe ni kama uliosimama nyuma ya Kristo. Hebu tuongoze na tuambie ukweli. Na tangia pale kajua mtu anapomwona hakai vizuri, moyo wangu unaumia sana, kwa sababu unapokosa kujua siri huwezi kufanikiwa, utaishi kwa dhiki. Anasema tukombolewa kwa fedha. Wako watu ambao wanakwenda kanisani ni mpaka wapewe fedha. Wale wanakwenda kanisani mpaka wasaidiwe mavazi. Wanakwenda kanisani wanamtumikia Mungu kwa fedha. Mimi kwenye mashamba sijafikia hiyo. Una umri mkubwa kwenye huduma, sijawahi kwenda kuhudumu sehemu fulani afu nikadai fedha. Na haiko hivyo. Watoto wangu wote wa kiroho, nahitaji mjue jambo hili. Sisi wokovu wetu, rudia vizuri hapa. Anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu vya haribikao. Kwa sababu kitumia hela kwa vyovyote vitaisha, sio? Tunakubaliana kanisa? Tunakubaliana kanisa? Kwa hiyo hatumtumikii Mungu kwa sababu nabii amesema kesho ukija utabarikiwa. Hatumtumikii Mungu kwa sababu nabii amesema utainuliwa, utapewa fedha, we worship the Lord because there is a precious blood. Kuna thamani, damu ya thamani imemwagwa. Anasema ni nani? Anasema mkubwa si kwa vitu vya haribikavyo, kwa fedha au kwa dhabihu au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlio upokea kwa baba zenu, ambapo tayari nikisha kufundisha jana nikasema kila mtu aliyozaliwa kwenye dunia anayo hatima yake. Tatizo dunia ni namna dunia ilivyokupokea ndivyo ulivyo sasa. Anaelewa? Sema mimi na nguvu. Wakati mwingine unaweza kujiuliza kwa nini wewe uko hapa. Jana nikatoa mfano, unajishangaa leo ni mwalimu, lakini Mungu amekuona wewe sio mwalimu. Alikuona kama ni daktari, alikuona wewe hapa ni mtu fulani, alikuona wewe ni anaelewa? Sema mimi na nguvu. Sasa dunia ilivyokupokea, narudia, namna dunia ilivyokupokea, mtindo na maisha ya dunia ikakubadilisha wewe. Anashukuru Mungu kwa sababu tayari tumemjua Yesu Kristo. Jipigie kwa makofi kwamba Mungu anaweza kufanya jambo jipya hapo hapo katika hali ya walimu uliokuwa nao, hapo hapo katika hali ya wanajeshi ulionao, hapo hapo katika hali ya umama kwenye ndoa yako ulionao. Swala muhimu kujua siri tu ya damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo ni damu ya thamani. Wakati watu wengi wanashabikia habari ya Yesu Kristo, habari ya Pasaka, mimi huwa naangalia ushindi wa Mungu ndani yangu. Haleluya. Ni nini Mungu amefanya kwenye maisha yangu? Usifiki tu ovyo. Nawaambia watoto wangu, alafu anamwambia siku zote, akikosa vitu vingine vyote, basi mshike tu Mungu wako. Inatosha. Kwa sababu ndani huyu Mungu atapata kila kitu. Fedha ni karatasi tu. Fedha na vitu madogo madogo tu. Atapata, ataishi. Anaelewa? Sema mimi na nguvu. Kwa hiyo sasa, hiyo damu ya mwana kondoo inawakilisha nini? Inawakilisha namba moja. Usiandike namba moja. Anasema hivi, hiyo damu, anasema representing the sacrificial death of Jesus. Maana inawakilisha kule kujidhabihu, kifo, kujidhabihu kwa kifo cha Bwana Yesu. Kwa hiyo tusiishi katika utani. Anaelewa? Sema mimi na nguvu. Yaani usiishi katika utani. Ndio maana tunapofika paso, tunapoapply prophetic blood, lazima tuambie kuna wakati kuna kuelekea sasa nitakataza watu wote kushiriki damu. Ni mpaka yule ambaye anasikiliza mafundisho yangu na kudumu katika unyenyekevu nitakuwa nampatia damu. Kwa maana damu na mkate, ile ibada ya kula mwili na damu ya Yesu, tutakuwa tunashiriki. Napoona mwanangu unavozidi kujitahidi kunielewa na kunifuatilia, nitakwambia mwanangu, Jumamosi njoo tunafanya meza Bwana hapa. Weka mkate, tunaweka damu. Hapo sema maisha magumu yanakupitia. Tamka tunavunja. Nimeona watu wakifanikiwa nikiwa kwenye hali. Leo wengine wameshapata kazi. Wengine wameachiliwa. Wengine wapo kwenye migodi ninavyoongea na nyinyi sasa hivi. Wengine wapo kwenye migodi, wapo Geita
na wanatuma mafungu ya 10 mara kwa mara, kwa sababu wanajua nyuma ya damu ya mwana kondoo nikifanya nao hapa leo wamekwenda kufanikiwa. Ni watu wakubwa sana sana. Sasa lazima tujue kanisa tusifike kwa sababu ni eneo la kujificha. Hapana. Kanisa la Kristo ambalo linajua kweli Pastor Glory ni lazima kuumia. Ni lazima kuteseka kwa kujua siri. Haleluya kanisa langu. Mnaelewa? Lakini inamaanisha nini? Inamaanisha pia inamaanisha ule nguvu ya utendaji wa Mungu katika hiyo dhabihu au sadaka. Yaani yeye kujitolea maisha yake. Kuna maliza. Lengo kuu likiwa nini? Lengo kuu likiwa kwanza kututakasa, 2 kurejesha maisha yetu yaliyoteswa. Mnakumbuka Peter anasema maisha tuliyoishi na mababa zetu. Mababa zetu tumekuta tumejizaliwa kwenye familia ya maskini. Mama na baba ni maskini, hawajiwezi kabisa. Na wamezaliwa angalau wewe umezaliwa wanamtegemea wewe, na wajua una kazi gani. Lakini nini kinachoendelea hapa? Anasema hiyo damu ya Yesu Kristo kwanza inatutakasa, inatuweka huru. Ikishatuweka huru, anasema inatupa urejesho wa ahadi za Mungu aliye hai. Mpigie makofi Mungu kama unapenda. Sasa hebu tuangalie kitu kinachoitwa sacrificial death. Ni kifo cha kujihatarisha. Yesu akajihatarisha kifo chake ili iwe nini? Kwa hiyo kifo cha Bwana Yesu pale msalabani ambacho kilisababisha amwage damu ni kiini kikubwa sana cha dhabihu. Kama unaandika kifo cha Bwana Yesu pale msalabani ambacho ikisababisha amwage damu yake ndicho kiini kikubwa cha sadaka kinachoitwa damu ya mwana kondoo. Amen. Sasa hiyo sadaka au dhabihu yenyewe inaonesha utakaso kwa wale ambao wamempokea Yesu na kukubali kufanyika kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na ni utakaso, si utakaso wa kawaida. Ni utakaso wa dhambi, hali ya kushindwa, hali ya kuwekwa chini, hali ya migandamizo. Kwa kifo cha Yesu kilitakiwa kihusiki hapo, ili wewe na mimi tusitumikie dhambi, tusiishi kwenye magonjwa, tusiishi tena kwenye ulimwengu wa zamani. Hapo tuanze na kitabu cha Kutoka, tuliona pale. Hii hapo usisome. Kutoka sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 13 tulisoma namna jinsi Mungu alipokubali kuwatoa wana wa Israeli kwenye utumwa. Naongea na mtu hapa, sio? Yaani kuna utumwa unaupitia, usinisikilize tu. Kuna watu wananisikiliza hapo. Kuna watu wananifuatilia sasa hivi. Wananufaika sana. Chukua leo karibu haya naongea. Wasije ukafanikiwa wale kwenye mtandao, wakati wewe hapo leo karibu bado hujafanikiwa. Ni hatari kubwa sana. Nataka nikwambie, Biblia inasema kile kifo, inasema sacrificial death, kile kitendo cha kujitolea, kujihatarisha ili afe, ndicho kikaleta damu. Na ile damu ni kwa ajili ya uhai. Tukasema kwanza ni utakaso wako, atonation. Amen. Ni utakaso wako, sanctification. Kuwa utakaso kwenye dhambi za mapito uliyokupitia. Namna dunia ilivyokupokea. Dunia ikakufundisha kunywa pombe. Dunia ikakufundisha kuwa mlevi. Dunia ikakufundisha kuwa mzinzi. Dunia ikakufundisha kuwa mchoyo. Dunia ikakufundisha uwe katili. Wanaelewa sawa mimi na nguvu. Kwa Yesu akakubali ajitoe kwanza. Sasa Yohana Mbatizaji anamwambia Yesu, anawaambia Wayahudi waliomzunguka mahali pale. Yohana sura ya 1 mstari wa 29.
Anasema tazama mwana kondoo. Ewe sio baba. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Oh haleluya. Tazama mwana kondoo wa Mungu, huyu anakuja. Yohana alimtangulia Yesu ili arekebishe, atengeneze njia ya mapito, anyanyoshe mapito. Na yeye alisema sasa iko hivi, sisi ni wawakilishi wa Yesu Kristo duniani. Kama unaamini sema amina nguvu. Yohana sura ya kwanza, nisomee mstari wa 29. Nasomaje? Biblia yangu inasema siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja wapi? Kwake. Akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi za ulimwengu. Baka tazama, anamwona Yesu kwa mbali. Siku ya pili akamwona Yesu anakuja akiwa pale kwenye mto Yordani. Akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mstari 30 anasemaje? Huyu ndiye nilionena habari zake. Yuaja mtu nyuma yangu. Yuaja, kwa hiyo lazima tuseme Jesus' death on the cross, where he shed his blood, is the center act. It is a central act of sacrifice that the blood of the Lamb refers to. And this sacrifice is seen as an ultimate atonement for the sins of humanity. Sio jambo la kawaida. Ni sio jambo la kawaida. Yaani tunaposherehekea Pasaka, watu wanasema tunasherehekea Pasaka. Kwa maneno mengine nimewafundisha, watu wote wanasherehekea Pasaka hawakustahili kusherehekea hii Pasaka, kwa sababu ni sikukuu ya Wayahudi. Lakini sisi tunasherehekea Pasaka kwa sababu Yesu alikufa siku hizo za Pasaka. Amen. Kwa hiyo tunasherehekea ushindi wake. Lakini tusiishie kwenye kusherehekea. Je, Yesu amefanya nini? Yaani kifo chake kimekubadilisha kwenye ulimwengu gani? Ufunuo sura 5 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasemaje? Mara baada ya Yesu Kristo sasa kuja. Kwa namba moja lazima tujue sacrificial death, kwa maana ya sadaka yake ya kifo sisi tumefanyika kuwa hai. Kuwa hai kwa damu yake ya thamani. Anasemaje Ufunuo sura 5 mstari wa 9 na 10? Nao waimba wimbo mpya. Na pamoja anasema waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe ukitwaa hicho kitabu. Display pale watu waone. Wastahili wewe, nataka udisplay watu waone pale. Kwenye hapo wanaotazama. Anasema wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake. Unakumbuka mwanangu? Yule mtu alikuwa akilia. Sawa, anayestahili ni nani? Huyu 5:9. Angalia hapa anasemaje? Na kuzifungua mihuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa. Kwa kuwa, tumpigie Yesu makofi. Asi makofi ya Yesu, mpigie Yesu makofi. Tukasema Yesu alichinjwa kwanza kule mbinguni, na damu yake ndiyo inainena mema kwenye maisha. Damu ya Yesu kwenye kambi za maadui inanena mauti. Wananielewa sema mimi na nguvu? Damu ya Yesu kwenye kambi za umaskini inanena utajiri. Damu ya Yesu kwenye kambi za wagonjwa inanena uzima. Damu ya Yesu, haleluya, kwenye kambi za wanafunzi wanaofeli mitihani inanena mafanikio na kufaulu mitihani yao. Damu ya mwana kondoo mahali ambapo kanisa washirika wavivu inanena uimara ndani yao. Wale wanaobahatika kujua inanena utakatifu, inanena uhai, inanena matumaini, inanena furaha, inanena uzima. Hiyo ndo damu ya mwana kondoo. Asema wastahili. Asema ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Mnaelewa vizuri? Asema ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Watu, yani damu, nisikilize vizuri. Damu ya Yesu Kristo ikaninunua mimi.
Anaendelea kusema maneno nguvu hapa. Damu ya Yesu Kristo, mama ukanunuliwa bila kujali kabila yako. Damu ya Yesu Kristo, Aborigine ukanunuliwa, wala Uchaga hukutajwa, wala Ungoni hukutajwa. Wasukuma wakanunuliwa, hawatajwi tena kwenye Biblia. Nataka Wahaya wakanunuliwa, Wangoni wakanunuliwa. Anasema damu ya mwana kondoo. Haleluya. Ili kiasi tukanunuliwa, watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Mstari wa 10 nimeupenda pale. Hatukununuliwa ili tukae, hatukununuliwa ili tubaki pale jeni my daughter. Tukanunuliwa ili tufanye nini? Alipotununua akatupandisha cheo. Makofi matatu. Alipotupandisha cheo akatufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Yaani mbele ya Mungu huonekani wewe kabila fulani, huonekani kwamba ni mgogo wa kawaida, huonekani kwamba ni Mnyaturu wa kawaida, huonekani kuwa ni Mgoni wa kawaida. Umepandishwa cheo, umefanyika kuwa ufalme. Alafu unapelekwa kwenye level nyingine, unafanyika kuwa kuhani. Ukishafanyika kuhani, unapewa authority. Mshangilie Bwana Yesu. Unapewa authority ya kufanya nini? Unamiliki. Anasema ukawafanya kwa ufalme na kuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa maneno mengine, mlokole yoyote anayesema ameokoka na hamiliki chochote anapaswa kujiuliza mara 3, mara 4, mara 7, mara 12. Na anarudia kusema na wale wanatazama. Na humu ndani ndo kabisa hiyo nyundo ni kila siku. Lazima ujue unaye nafasi, maana neno linakukamata pale. Neno la Mungu sema Baba, neno linanishika. Hili neno linakubamba. Neno la Mungu linahitaji udhihirisho. Yeye nijipigia makofi mwenyewe. Unaanza kuona huyu ni binti yangu, ana nyumba yake, alijenga mwenyewe, analala mwenyewe na watoto wake. Kesho nikishukuru sitashangaa atamiliki gari yake. Na hiyo ndivyo inavyotakiwa. Yuko mama hapa anauza, utamkuta jioni anatoka kwenye biashara. Maana damu ya Yesu imenena mema juu ya maisha. Huyu mama hataweza kuachwa. Na hata kama talala, mimi baba yake kiroho najua amelala katika utukufu wa Mungu aliye hai. Alipoishi kwenye dunia, yeye alitendea haki damu ya Yesu Kristo, maana alinunuliwa bila kujali kabila yake. Nikamwambia mama yangu mzazi, mama, umenunuliwa na damu ya Yesu Kristo. Wakati nimemchukua na mguza, akaniambia, mwanangu, nimemwona Yesu. Nimemwona Yesu mwanangu. Yesu anayemtumikia. Nikamuuliza, umemwona wapi? Na mimi natamani kumuona. Akasema, jana nilipokuwa nimelala ndani ya nyumba yako, nimepumzika hivi, nikaona mwangaza kwenye nyumba, kwenye chumba. Alafu nikaambiwa, usiogope, nimekuponya. Sasa utaishi maisha yako milele. Mimi nikatoa tafsiri. Kwa maana hiyo, kabla mama kumpokea Yesu Kristo, mama alisikia kwamba maisha yake ni jehanamu ya moto. Lakini Yesu anamtokea, akamwambia, usiogope, nimekuponya. Mimi nikacheka ndani, nikamwambia, mama, usimwache Yesu wangu. Huyu Yesu ndio anayesema utaishi milele. Haleluya. Ananielewa? Sema mimi na nguvu. Utamiliki, unamiliki nini? Ni aibu. Na unampa credit shetani. Unapolala una chochote. Kama kijana unasema na vijana mara zote. Kama binti nasema nao sana. Kama wamama nasema nao sana. Hebu wacha somo hili hapa, Pasaka hii hapa, iwe ni Pasaka ya kanisa hili, kukumbukwa ya kwamba baba yetu wa kiroho alituambia Pasaka ni zaidi ya kula chakula, ni zaidi ya kula nyama, ni zaidi ya kuvaa, ni zaidi ya kila kitu. Pasaka ni zaidi, maana tunahitaji kumiliki, tunahitaji kutawala, tunahitaji kuongezeka, tunahitaji kuongoza mataifa. Hallelujah. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namba moja tumesema
kwanza sadaka ya kifo yake. Ile sadaka ya kifo chake ndio kimetufanya sisi tuwe hai. Namba 2, msamaha. Yani be forgiveness and redemption. Kama unaandika. Kwa hiyo damu ya mwana kondoo inamaanisha msamaha wa dhambi na ukombozi ambao katika huo sisi tuliokuwa ndani ya Yesu tunaamini, tunaupokea kwa imani ya Yesu Kristo. Yaani ukombozi na urejesho, utajiri na mafanikio. Ndio maana hata leo kajenga nyumba, leo hata kama utanunua gari, leo hata kama utakuwa na watoto wazuri, utapeleka shule, watu wakikwambia hongera sana umefanikiwa, mwambie sifa na utukufu nampa Yesu aliyoshinda mauti. Kwa sababu magari nilionunua ni yeye, nyumba nilizonazo ni yeye, watoto nilionao ni yeye, mke huyu mnayemwona ni yeye alinipa. Ananielewa? Sema mimi na nguvu. Anasema hii ni kwa sababu ya msamaha wa dhambi. Tunamiliki na kutawala kwenye dunia pasano. Kwa nini watu hawatawali? Kwa nini watu hawamiliki? Nataka niwaambie, chukua hiyo point. Kuna eneo bado halijapita linaloleta udhihirisho wa neno la Mungu. Eneo hili linaitwa msamaha. Kwa kiwango gani umesamehe? Watu wanasema kama Yesu alisamehe basi maisha ni uhuru. Hakuna. Kama ukiwa na kiburi, wewe msamaha na mali za Mungu ni ngumu sana kuzimiliki. Wewe kama huna moyo kusaidia wenzako, wewe ni ngumu sana kumiliki na kutawala mali za Mungu. Wewe kama ukiwa mtu wa kusaidiwa tu, hutamiliki chochote kwenye dunia, kwa sababu Mungu anasema alitufanya kuwa nani? Wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Tushangilie Bwana Yesu. Waefeso sura ya 1 mstari wa 7. Na tuko moja tunamwini. Anasemaje? Anasema it represents a new covenant with God, offering cleansing and a relationship with the divine. Maana yake nini Pastor Glory? Kwa hiyo damu ya Yesu sasa inatuunganisha na vitu vya kiungu. Tunafanya biashara kimungu. Amen. Hatuibi, hatupunji, hatuchukui rushwa. Hatuko tayari kuona wenzetu wanaangamia. Hatuko tayari wenzetu wanauawa. Hatuko tayari kuona wenzetu wanaonewa. Ndio damu ya mwana kondoo. Anasemaje mwanangu hapa? Katika yeye huyo. Anasema katika yeye huyo. Kwa damu yake tunao ukombozi. Masamaha ya dhambi. Sawasawa na wingi wa neema yake. Ndio maana nikasema utajiri una Yesu. Utajiri hauna kwenye mizimu. Leo hii kuna watu wanachimba madini, wanakwenda na viungo vya watoto kwenye mashimo. Ni kwa sababu wamemtumikia shetani Lucifer. Lakini wewe ulio ndani ya Yesu, lazima umwambie shetani wewe ni mwongo. Unamiliki hata kama hutaenda kuchimba, lakini utanunua madini. Maana Mungu yeye ndiye mwenye fedha na dhahabu. Watu wanakwenda kwenye madini, wanajua kabisa wanaua. Nilikasema watu wanalala na wazazi wao, watu wanajamiana na wazazi wao ili wapate mali, ili wapate biashara. Lakini Yesu anasema katika yeye huyo, Paulo anawaambia Efeso, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Maana wingi wa neema yake hauhesabiki. Ananielewa? Sema mimi na nguvu. Namba 3 au C, overcoming Satan. Damu ya mwana kondoo pasanyoni ni kwa ajili ya kumshinda shetani. The blood of the lamb is also seen as a source of strength and a victory over Satan and his works. Sio tu kwamba tuwe na nguvu, bali damu ya mwana kondoo inafanyika kuwa chanzo cha ushindi wetu, cha nguvu zetu dhidi ya shetani, dhidi ya kazi za shetani. Anasema through believing in it and witnessing to God's power. Yaani sio hivi tu, bali tunapata ushuhuda kwa nguvu za Mungu aliye hai. Wananielewa? Tunasema mimi na nguvu. Warumi sura 8 Paulo anasema, nimependa Paulo
Rumi 8 mstari wa 37, na kama unaandika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5. Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 11 utasoma. Kitasoma andiko moja tu hapa. Andiko moja. Anasema, ni nani atakaye tutenga? Nimesema ule mstari wa ngapi? 37 tafadhali. 37 tafadhali. Yes. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda mwanangu, kwa yeye aliye tupenda, kwa sababu ya damu. Bwana asifiwe. Waraka wa kwanza Yohana, tusome tusiache. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5, mstari miwili tu. Alafu tunakwenda namba ngapi? Namba ngapi tunakwenda? Namba ngapi? D, sio? Namba ngapi? Wanaandika namba ngapi? Namba 4 au D, sio? Twende pale waraka wa kwanza wa Yohana. Anasemaje? Sura ya 5 mstari wa 4 mpaka wa 5. Anasemaje? Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huko ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mstari wa 5 na mwisho. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa lazima yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Yesu Kristo. Tunasema hapa overcoming Satan. Endelea. Sio katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Display kule unatazama waone. Bali katika damu, sio katika maji tu, bali katika nini? Katika maji na katika damu. Somebody say amen. Biblia liko hapo. Sasa hii tutaacha kidogo, lakini kwa muktadha wa kibiblia tunasema damu, mwana kondoo na damu yake ndio source au chanzo cha maisha yetu. Lakini chanzo hiki kimetokea kwenye agano la kale. Tumpigie Yesu makofi. Mnakumbuka kule agano la kale ilitumia damu ya wanyama. Amen. Agano jipya ni damu ya mwana kondoo. Na hiyo damu kule waliambiwa wale nyama damu wasile. Amen. Sisi huko hatuchinji mbuzi, hatuchinji ng'ombe kama kafara ya ukombozi. Jana nikasema hakuna sadaka nyingine itakayetolewa kwenye hii dunia inahitajwa kuwa ni ukombozi. Ukiambiwa mchungaji au nabii, mtumishi wote amesema lete sadaka ya ukombozi, huyu mpige mawe mpaka afe, maana ni mpinga Kristo, anampinga Yesu Kristo. Biblia inasema alitolewa mara moja tu na hatatolewa tena mara ya pili. Kwa hiyo kinachofanyika sisi, urejesho, saa ya urejesho, tunarejesha vitu vyetu, tunarejesha hali zetu, tunarejesha biashara zetu kwa imani. Somebody say amen. Kwa imani peke yake. Wangapi wanaelewa? Wangapi wanaelewa? Jana nikauliza wangapi mliamri wako ambao leta sadaka ya ukombozi. Kuna watu walinyosha, si ndivyo? Au lete kwa ajili ya ukombozi wa shamba lako. Lete sumbuzi. Hapana hiyo. Nikasema tunatoa sadaka mara baada ya Yesu Kristo yeye kufanyika kuwa sadaka, kufanyika kuwa limbuko la kwanza, kufanyika kuwa kafara ya kwanza. Tunatoa sadaka kwa sababu ya upendo, love. Amen. Kwa hiyo kama unatoa fungu la 10, kama unatoa sadaka kanisani, ni kwa sababu ya upendo wa Mungu aliye hai kwa mwana wa Yesu Kristo. Lakini sadaka yako hiyo unaitoa sadaka yako kwa sababu kinachotolewa Mungu anataka kitoke moyoni. Ndio maana sadaka ya Habili Mungu alikubali. Biblia inasema alitoa kwa nini? Kwa moyo wa kupenda. Hakutoa kwa sababu ni sadaka. Hamna majibu ya sadaka kama moyo wako umekuwa mhitaji
kwa vitu vya kutamishia, kwa vitu ambavyo utaumiza watu wengine. Somebody say amen. Kwa hiyo dhana hiyo, context yetu imetoka kwenye agano la kale, lakini huko Yesu Kristo tumesema anatolewa mara moja. Kama wanachinjwa mbuzi, basi huwa ni sherehe. Amen. Huwa ni sehemu tu ya zawadi, tunashangilia, tunafurahia. Nisaidia kusema amina. Mashetani bado wanaendelea kudumu kwenye kafara hizo, lakini sisi hatuko hivyo. Sisi tunaishi kinabii zaidi. Amen. Tunaishi kinabii. Hata kama nikasema tunachinja ng'ombe, tunachinja mbuzi, ili sehemu ya shukrani. Ni mimi prophet. Amen. Kwa sababu ya upendo wa wana wa Mungu walioko hapa. Lakini mbuzi au ng'ombe atakayechinjwa hataondoa dhambi zako, hataondoa umaskini wako, maana Yesu alipigwa kwanza. Anaelewa sema mimi nguvu. Na mangapi hiyo? Twende namba 9, twende namba 2. Hii ilikuwa namba 1 kwenye eneo. Hii ambayo ilikuwa na eneo la A, B, C. Amen. D tumesema tuiache. Sio hivyo? Ambayo nimeshaeleza context yake. Na twende namba 2, makile moja kubwa. Namba 2 tuangalie nguvu ya kiroho kwenye damu ya Yesu Kristo. Spiritual power of the blood of Jesus. Tusiache tumalize kwa sababu tuna eneo nzuri hapa. Amen. Mungu akubariki. Tusiache, tunakwenda kumaliza. Spiritual power of blood of Jesus. Nataka nimalize hapo kwa eneo. Iko nguvu ambayo imetambulika kwa Wakristo kwamba na inaleta maana nyuma ya damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Sasa hiyo nguvu ya damu ya Yesu Kristo, takwenda haraka kwa sababu na dakika kama 10 tu. Tutaangalia, unaelewa nini hapa? Lazima uchue. Yaani sisi ni zaidi ya sisi tunaonekana. Kama unaandika, mimi ningependa jifu ungeandika. Wewe ni zaidi ya hivyo unaonekana. Ukijua wewe ni zaidi, utafanya msaa kwenye dunia. Kwa sababu hakuna ruambano mwingine mnayemwona atatokea. Nikiondoka mimi duniani hapa, sio hatatokea mwingine. Watasema Alfa ni kama baba yake, lakini ni kama. Umeelewa? Na ndio maana andiko la muelewa. Biblia anasema shetani kama simba au ngurumaye, kumbe sio simba. Ni kama, neno like. Amen. Ni kama. Sio chenyewe. Sio halisia. Kwa hiyo mimi ni zaidi. Kwa hiyo tuangalie nguvu ya damu ya mwana kondoo kiroho. Namba 1 yenyewe inasema upatanisho, atonement. Atonement for sin. Ni upatanisho kwa nini? Kwa ajili ya dhambi zetu. Tuangalie pale kidogo wale ambao tumesema kule agano la kale. Walawi sura ile ya pastor nisomee pale. Walawi sura 23. Ule mstari wa 27 mpaka 30. Lakini tutakwenda kusoma pia kile kitabu cha Isaya 53 mstari wa 4 mpaka wa 6. Andika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 2. Waibrania sura ya 9 mstari wa 28. Hapo tutasoma andiko mawili. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Tutasoma kwa muda tukiupata. Endelea nasemaje? Andiko ambalo mlipata ni lipi? Nimesema display pale kitabu cha Walawi. Walawi sura ya ngapi nimesema? Sura ile ya 23 mstari wa 27. Walawi, Leviticus. Tuangalie pale. Watu wanahitaji kuona pia, wanayatazama waone ile andiko nimeona hapa limekuwa display. Biblia inasema lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7. Lakini siku ya ngapi? Mnakumbuka nimesema namba 10 na maana gani? Nimesema namba 10 ni namba ya gereza. Lazima utoke kwenye gereza. Ndio maana kila Oktoba sisi tunakuwa na maombi ya kufunga na kuomba. Unakumbuka vizuri? Lengo ni kutoka kwenye gereza. Hayo watu wamekuwa wanapuuzia ya mambo. Kwa namba 1, damu ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya upatanisho. Endelea nasemaje hapo? Wa 7 ni siku ya upatanisho. Itakuwa nini siku ya upatanisho? Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu. Kusanyiko takatifu kwenu. Nanyi mtazitesa nafsi zenu
nanyi mtazitesa, maana mtaacha kula. Sawa Mary? Tutaacha kula, endelea. Nanyi mtasogeza sadaka kwa Bwana. Tutazisogeza sadaka zetu kwa Bwana Kwa njia ya moto. Kwa njia ya moto. Hao ni Walawi, sawa? Twende Waebrania 9:28. Paulo anawaambia nini Waebrania 9:28? Ni vizuri mkao na Bible mkao mnafungua haraka. Mimi huwa sitamani sana mtu aniangalie tu hivi kama nani, kama biskuti fulani. Wewe unajua kusoma, lazima una Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninyi ambao mko hapa kanisani, lakini wale kule wao wanafuatilia wana shida. Bwana Yesu apewe sifa. Endelea kwa Waebrania 9:28 nasemaje? Kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja. Tuseme tu kwa sauti, mara moja. Tuseme tu kwa sauti, mara moja. Hii sauti yenu 1 2 3. Kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja, azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi. Unasikia sasa? Hiyo mara ya pili atakuja kwa ajili ya kutuchukua, lakini atakuja kwa utukufu. Umeelewa? Ndio sasa tunapomsubiri Yesu. Yesu atakuja tena kwa dhambi. Mara ya kwanza ametoa sadaka hiyo kwa ajili ya upatanisho wa dhambi zetu. Amezibeba dhambi zetu, akazipigilia misumari, akazikwa nazo, akazifukia ardhini ili sisi tuwe huru. Mtu mmoja asema amena nguvu. Alafu anasema mara ya pili sasa atakuja kuwachukua, atakuja kutuchukua. Anasema pasipo dhambi, kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Tumshangilie Bwana Yesu. Mama kumpenda Yesu, sawa? Atakuja mara ngapi? Kwa hao wanamtazamia. Sisi tunamtazamia kushinda ulevi, kushinda uvivu, kushinda umaskini. Tunamtazamia kwa wokovu wetu. Haijalishi magumu yanapitaje, haijalishi watu wanasema nini, lakini tunaye Yesu Kristo. Haleluya. Wakati mwingine afadhali ukubali kulale bila chakula kuliko na kuomba kwa jirani. Unajua anaweza kukusema vibaya. Ukijua ukiamka kesho, anza kufanya kazi, anza kutafuta kazi. Anasema kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Wokovu na play role kwenye maeneo mengi. Wokovu na play kazi zake zinaonekana kwenye maeneo mengi. Kwenye maeneo ya kazi yako. Amen. Eneo la ndoa yako, eneo la ubinti ulionao, eneo la ujana ulionao, bado unamtazamia. Kuna watu wanaambia, baba, mimi nimechoka, give up. Nilikuwa na boyfriend, nilitegemea atakuwa mwanaume. Wewe boyfriend atakuwaje mwanaume? Hakuna boyfriend ambaye anatajwa kuwa mwanaume. Hakuna girlfriend ambaye atategemea kuwa mwanamke. Amen. Bali mke anakuwa ni mke. Hakuna kwanza girlfriend, this is my girlfriend. Ule upumbavu na utumbo wa hao wazungu na waliokata tamaa, waliomwacha Mungu. We have a husband to be or a wife to be. Amen. Hiyo ndio ningependa kulisikia. Kwa hiyo baba, nikamwamini, nikampa maini yangu, nikampa na mapafu yako, ndio maana niachezea. Hapo eneo hili ni baya. Yesu alikufa kwa ajili ya upatanisho. Nipigie makofi mpaka mikono yume. Haleluya. Kwa hiyo mama, Yesu atakuja mara ya pili pasipo dhambi. Mara ya kwanza alizibeba dhambi zetu. Okay, B inasemaje? B inasema cleansing and sanctification. Kwa Kiswahili maana yake ni kutuosha na kututakasa. Damu ya Yesu kazi yake inatuosha alafu inatutakasa. Yaani osha tafsiri yake ni hivi. Unaweza ukaoga, amen. Alafu hatua ya pili unapaka nini? Si mafuta jamani. Ili kukaa mwili wako. Kwa unaoshwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili unatakaswa kwa maana ya rais amesema. Lakini utakaso unaoeleza nini? Sio. Utakaso unaoeleza maana yake ni kushinda dhambi zikaazo ndani ya mtu. Ule utakaso unaoeleza. Kwa sababu kuokoka ni kushinda tu kuvuta sigara, amen, kulewa pombe, mnaelewa? Utakaso ni kushinda hasira, dharau, uzinzi ndani. Mbona msema mimi na nguvu?
mambo ya majivuno, yaani vitu vinavyotoka vinavyoishi ndani. Yaani mambo sikia mtu anajiua, utauliza maiti kweli, kwa nini unajiua? Kilichopeleka mpaka ajiue, maana yake kuna ulimwengu ulimshinda wa ndani, ambao huo unafanyiwa utakaso. Mnanielewa vizuri? Na huko ndio tunafanyiwa tohara, tunatairiwa. Sasa damu ya Yesu inatusaidia, kutusaidia sisi kufanyika kuwa tohara. Tunakuwa matoashi kwa muda. Yaani binti tunakuwa toashi mpaka kumpata mume wako. Jipigie makofi kama binti yuko hapa. Kijana unakuwa toashi na mwambia Alfa. Kuwa toashi uko unasoma. Yaani unalinda ujana wako. Unakuwa bikira wa ujana wako mpaka miaka 23, 24 una degree yako ya pili. Afu unaniambia baba, sasa nataka kuoa. Yaani tamwambia mwanangu usijali. Mahali tunapanga wenyewe. Yaani nani unampata nani? Tunakwenda na washa dadangu. Nasema tumefika hapa. Tumemwona binti hapo. Haleluya. Muona binti hapo Sasa tuanze kupanga baba, tunapanga wenyewe. Haleluya. Naangalia binti, si ndivyo Alfa? Tunaangalia sasa pale pana nini? Hawana ng'ombe. Kwa tunawaletea ng'ombe 10. Tutaleta magari mawili. Tutaleta hiki na hiki kwa sababu unakwenda Alfa anakwenda kuniletea, sema amina wewe. Anakwenda kuniletea mrembo ambaye mwisho wa siku atakuwa na watoto wananiita babu, ambao ndio marafiki zangu mimi. Tunakuwa toashi kwa muda. Unaelewa? Anafunga njoro yake ni atumia kuja kukojoa to kwa sasa hivi. Basi kule shuleni jamani shuleni anakumbuka tu sauti ya baba yake. Huwa anawaambiaga na Glory na Angel anawaambia, wanakumbuka sauti tu ya nani, ya mzee Rekabi. Wanasema wasinywe pombe kwenye familia. Na baba yao na mama yao wanasemaje? Prophet Ruo na Pastor Eva wanasemaje? Kila siku tunawaambiaga miili yenu ni sadaka ya Mungu. Wala msio na shida. Hamnakosa nini kama kula mnakula. Kijana gani Angel anamwambia kijana gani anajishindwa hela hii hapa, hela hii. Baba yako ana hela. Ukiomba anakupa. Glory ukiomba hela anakupa. Kama sina kama subiri, funga na kuomba. Mwambie Yesu naomba hela, msaidie baba aone hela. Haleluya. Makofi mawili yaumie kidogo mikono. Hiyo ndio thamani ya damu ya mwana kondoo. Nimalize kwa sababu ya kesho. Sio leo mjeni. Nimalizie tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana vizuri hapa. Tumesoma andiko gani hapa jamani? Tumesoma Waebrania. Waebrania sura ngapi tumesoma? 9 ngapi? Waebrania 9:13 na 14. Tumesema sanctification. Tunamalizia hapa andiko hilo. Amen. Kesho tutaunga hapo the value of the blood of Jesus na mwili wa Yesu Kristo nyuma mateso yake. Haleluya, kanisa zuri la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania sura 9 mstari wa 13 mpaka 14, alafu tutakwenda sura 12 mstari wa 10, alafu utasoma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2. Hapo tunamalizia hapa. Wanatazama, Mungu awabariki sana. Hebu kuwa mvumilivu tumalize hapo kwa maana damu ya Yesu yenyewe inaosha na kutakasa. Anasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi, hapa kidogo mistaki hapa. Hii mistaki hapa sio. Twende, anasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahari na majibu ya nini? Ya ndama ya ng'ombe. Walionyunyuziwa wenye uchafu. Hutakasa. Hata kusafisha mwili. Bali si zaidi damu yake Kristo. Mpige Yesu makofi hapo. Sasa damu ya Yesu kwa imani. Hapo ndipo sasa tunakwenda wanangu kule, sawa? Ndio maana kwambia leo niletee, kwa kuwa nimekufundisha umeanza kujua sasa siri ya damu. Ndio kwamba niletee kale. Sinakwambia nataka niombe. Nikiombea wewe unakwenda ku-apply. Una apply kwa jicho gani? Unanielewa vizuri? Amnielewi.
Soma tena hapo nielewe vizuri. Anasema ikiwa kama damu ya mbuzi na mafahali walikuwa kinyunyuziwa watu, sio, na hata kupata nini? Kutakaswa. Je, damu ya Yesu Kristo sio zaidi? Na Yesu Kristo kesho tutakwenda kuona pale anasema hivi, mimi sitakunywa tena zabibu bali, sawa, bali anasema sitakunywa tena zabibu bali ninyi fanyeni hivi kwa ukumbusho, kwa ajili ya utakaso. Maana yake nini je? Maana yake mimi ninapoiombea meza ya Bwana, ile kikombe cha ambacho kunywa cha zabibu, au nikaombea Coca-Cola yako, haini Coca-Cola katika ulimwengu wa roho. Maana yake inakwenda kubadilika, kwa sababu tayari umeamini damu ya mwana kondoo, utendaji wake kazi unafanyika kwa imani. Hatunywi damu yake Yesu alitumaliza miaka 2000 imepita jamani. Tena utaambiwa mchawi ete. Utaambiwa mchawi. Sasa kwa nini damu ya Yesu unashiriki lakini haileti matokeo? Ni kwa sababu imani yako imekuwa, afadhali ungekuwa na haba, maana huna imani kabisa. Kama damu ya mbuzi na damu ya mafahali, anasema na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili. Je, damu ya Yesu Kristo sio zaidi hapo? Haleluya. Kwa jibu ni zaidi, sivyo? Hebu tuende andiko letu la mwisho sasa. Wakorintho wa kwanza, Paulo anasemaje? Sura tu ya kwanza mstari wa 2. Wakorintho wa kwanza sura tu ya kwanza mstari wa 2. Tumalizie hapa. Biblia inasema kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, kwa kanisa la Mungu lililoko Dodoma, Tanzania, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Anasema wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu, kila mahali, Bwana wao na wetu, Bwana wao na wetu. Ni kwa sababu tumeoshwa na tumetakaswa kwa damu. Nyosha mkono wako sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa matendo makuu. Asante kwa uwezo wa damu yako. Ninatangaza kuanzia leo, kwa kuwa nimejifunza kujua siri nyuma ya damu yako, kwamba damu yako ni ya thamani, yeye yenyewe inaleta upatanisho. Ninatangaza leo, kwa damu yako ya thamani nipatanishwe na watu walio sahihi, nipatanishwe na watu walio sahihi, nipatanishwe na mali zenye heshima, nipatanishwe na kazi zenye heshima, katika jina la Yesu. Ninatangaza leo, kwa damu ya thamani nisamehewe sasa kila eneo la makosa, eneo lolote niliyofungamanishwa na ulimwengu wa dhambi, ulimwengu wa makosa. Na achilia damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu inanena mema kila eneo la mashtaka, eneo la gereza lolote, gereza la umaskini, gereza la magonjwa, kwa damu natangaza leo, ewe gereza, achia leo, minyororo yako ivunjike sasa kwa jina la Yesu. Gereza la umaskini, damu ya Yesu ifute, iondoe kila roho ya maskini. Ondoka leo, toka leo kwa damu ya Yesu, damu ya mwanakondoo. Piga na tabiri. Tangaza damu ya Yesu na neema. Kaa hapo tabiri. Tuma damu. Baba, katika jina la Yesu, na tuma damu ya thamani, damu ya ukombozi kwenye huduma ya Victory, huduma ya saa ya urejesho, mahali hapa ndani ya Dodoma, kanisa la Victory Faith Dodoma, Tanzania, katika jina la Yesu. Na tuma damu ya urejesho kwa kila aliyofungwa, kila aliyekuwa kwenye gereza la magonjwa,
gereza la aibu. Damu ya Yesu ikawaondoe, ikawatoe mahali pa chini, mahali pa aibu, mahali pa magonjwa, kwa jina la Yesu. Jesus. Yes. Inane ame. Simama tuimbe. Damu ya Yesu. Inane ame. Oh, damu ya Yesu. Inane ame. Damu ya Yesu. Inane ame. Damu inane ame. Inane ame. Inatutakasa. Damu inatakasa. Damu ya Yesu inanena kwako katika jina la Yesu. Damu ya mwana kondoo izidi kunena mema kwako in the name of Jesus. Maisha yako yabadilishwe nyuma ya damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Damu ya Yesu kanene mema kwenye biashara yako. Kuanzia leo damu ya mwana kondoo inene mema kwenye ndoa yako. Damu ya mwana kondoo inene mema kwenye biashara na kazi. Damu ya Yesu kanene mema kwenye ofisi yako. Damu ya mwana kondoo nasema inene mema kwenye kila eneo utakalogusa. Wewe umekuwa huru in the name of Jesus. Wewe umekuwa huru katika jina la Yesu. You are really free in the name of Jesus.